kwa sababu ya elimu walionayo wanataaluma, watawasaidia wajasiriamali na ambao sio wajasiriamali, ambao wanahitaji kuingia kufanya ujasiriamali, watawezeshwa, wataelezwa mitaji inapatikanaje, wataelezwa shughuli gani wanaweza kafanya vizuri. Na yumkini katika hata kutano hili mmepata vitu kutoka kwa wataalamu. Ikifanyika katika mazingira hayo, na kwa sababu muundo unaeleweka, unafahamika, kuna uhakika mkubwa. Sio tu semina hizi zitafanyika katika ngazi ya conference, sio tu semina hizi zitafanyika katika ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya, hata mtaa na hata kanisa mahalia itafanyika. Maana yake ni nini? Utakwenda kujenga uchumi badala ya kuendelea kupiga makelele, matoleo ni kidogo na nini. Kuna msemo unaosema ng'ombe mpatie mashudu ili atoe maziwa. Tunahitaji kuwaelimisha washiriki wetu namna bora ya kujiingizia kipato, na ni shughuli ya ATAPE. Kwa hiyo tunapoingia wote na tunapokuwa na muundo unaoeleweka, yumkini kazi ya wachungaji ingelikuwa moja tu, kufundisha uaminifu, kwa sababu washiriki wana kitu cha kutoa kwa Mungu wao. Lakini nyingine ni kwamba tunapokuwa tumekiimarisha hiki chama, tunakuwa na uhakika vile vile wa kuhakikisha mipango, maana tuna watu wana taaluma zao, kwa hiyo wanaweza wakashiriki vizuri kuhakikisha kwamba mipango ndani ya kanisa inaenda. Lakini sio hilo tu, nimelizungumzia lile jingine. Badala ya kuingia, inapofikia ile mipango ya kanisa itaendaje? Je, shughuli za kiuchumi za mshiriki mmoja mmoja na za kikanisa zikoje? Ina maana kunapokuwepo na muunganiko, wanataaluma watafanya iliyo ya kwao, wajasiriamali wataongeza uzalishaji, na tunapokwenda kuungana, hakika swala la kusema mapato ni kidogo, matoleo ni kidogo, kuna uwezekano mkubwa sana, na kwa sababu tunamtegemea yule Mungu wetu wa mbinguni, kufanya vizuri sana. Kitendo cha kujihudhurisha katika mikutano hii ya ATAPE, kwanza najifunza vitu vingi kama mwanataaluma, kuboresha utendaji wangu wa kazi na kuwa committed na kazi. Wakati mwingine tunazichukulia kazi zetu kuwa simple sana, tunapoteza umakini, tunafanya kwa ulegevu, lakini unakuja katika mikutano kama hii tunapata nguvu kubwa ya kuona kwamba kila kitu tunachotaka kupata kwenye maisha yao ukifanya, tunakifanya kwa nguvu zote na kwa akili zote ili kiweze kuwa na ufanisi ndani yake. Kwa hiyo uboreshaji sio katika mambo ya kibiashara tu, hata katika taaluma zetu. Kwa mfano kama mimi ni mwalimu, napokuwa nikifanya kazi za walimu, kufundisha watoto, kusimamia taasisi kama kiongozi wa taasisi, huko niliko katika majukumu yangu, inaniboreshea na kuniongezea ufanisi zaidi. Nimeona vitu vizuri kwa sababu kama waumini wetu watayashikilia yale mafundisho yaliyofundishwa, ni kwamba kila mmoja atajiungamanisha na kazi kwa kila siku 6. Wito wangu, tusiyaweke mafundisho kwamba ni jambo la kawaida. Tupokee mafundisho, tumruhusu Roho wa Mungu akae nasi, halafu tubadilishe maisha yetu, atubadilishe katika maisha yetu.